Habari yako. Leo tunaenda kuongelea jambo muhimu sana, lakini linalowachanganya wengi kwenye kilimo cha parachichi. Ni uamuzi mmoja tu, lakini unaweza kudadilisha kabisa mustakabali wa shamba lako, kati ya faida ya mamilioni au hasara ya miaka mingi. Hebu tuanze na hisabu ndogo tu. Fikiria hivi, umefika shambani kununua miche yako. Mbele yako kuna aina mbili za miche. Hapa sasa, uamuzi unaofanya sio tu wa kununua mmea, hapana. Unafanya uamuzi juu ya uwekezaji wako wa miaka 10 ijayo. Sawa, tazama hapa. Kwa upande mmoja, una mche uliotokana na mbegu, unauzwa kwa bei rahisi sana, shilingi 1,000, labda 3,000. Kwa upande mwingine, una mche wa kisasa, ule wa grafted, kwa shilingi 8,000 hadi 15,000. Akili ya haraka haraka inakuambia nini? Wengi wanachukua ule wa bei nafuu. Lakini, je, huo kweli ndio uamuzi sahihi? Sikiliza kwa makini. Ule uamuzi wa kuokoa 5,000 au 10,000 leo ndio unaoweza kukupotezea mamilioni ya shilingi na karibu miaka 10 ya maisha yako shambani. Sasa unajiuliza, inawezekanaje? Ngoja nikuonyeshe hasa kwa nini. Basi, hebu tuchimbue sasa. Tuviweke hivi viumbe viwili pembeni, mche bora wa grafted na ule mche wa kienyeji uliotokana na mbegu. Tofauti zake, rafiki yangu, ni kama usiku na mchana. Kwanza, muda wa kuvuna. Mche wa grafted unakupa matunda ndani ya miaka 3 hadi 4 tu. Lakini ule wa mbegu, hapo ni kusubiri miaka 7, 8 hadi 10. Yaani unapoteza nusu ya muda wako wa kusubiri. Pili, na muhimu sana, ni uhakika wa aina ya tunda. Mche wa grafted una uhakika wa 100% utapata kile ulichonunua, iwe Hass au Fuete. Ule wa mbegu ni bahati nasibu, hujui utapata parachichi gani. Sasa kibiashara, hii inamaanisha nini? Ni rahisi. Tunda la grafted ndilo linalotakiwa kwenye soko la nje la export. Lile la mbegu halina soko la uhakika. Kwa mkulima anayejali uwekezaji wake, chaguo ni moja tu. Hakuna mjadala. Sawa, sasa umeelewa umuhimu wa mche wa grafted. Lakini swali kubwa linakuja. Utawezaje kuutambua mche halisi na kuepuka matapeli? Maana wapo wengi sana wanauza miche ya kawaida wakidai ni grafted. Usijali, hizi hapa ni hatua 5 rahisi na muhimu za kukusaidia. Ila kabla hatujaingia kwenye hizo hatua, kanuni ya kwanza kabisa ni hii: fungua macho yako vizuri. Usikubali kudanganyana na bei rahisi au maneno matamu. Tumia macho yako kuona na akili yako kuchambua. Basi, hebu tuvipitie vitu hivi 5. Namba 1 ni kifundo cha grafting, namba 2 ni umri na ukubwa wa mche, 3 ni afya ya majani, 4 hali ya mfuko, na 5 ni nyaraka za kitalu. Twende kimoja baada ya kingine. Hatua ya kwanza, na hii ndio muhimu kuliko zote. Inamaa kidogo, angalia shina la mche wako. Kama sentimita 10 hadi 25 hivi kutoka kwenye udongo, lazima uone alama ya muunganiko. Utakiona kama kovu au kivimbe au hata mabaki ya mkanda wa kupandia. Kama huoni alama hii, geuka na uondoke. Huu si mche wa grafted. Ni rahisi hivyo. Pili, angalia ukubwa. Mche mzuri uliotunzwa vizuri unapaswa kuwa na urefu wa kati ya sentimita 40 na 80 na umri wake uwe kati ya miezi 6 na 9. Ukiona mche ni mfupi sana, chini ya sentimita 30, ujue bado mchanga sana. Na ukiwa mrefu kupita kiasi, zaidi ya mita 1, ina maana umekaa sana kwenye kitalu na mizizi yake inaweza kuwa imeharibika. 3, macho kwenye majani. Majani lazima yawe na rangi ya kijani iliyoiva, yenye afya na ng'avu, yasiwe na madoa ya magonjwa wala kutafuna na wadudu. Na kuna siri moja hapa: ukiona machipukizi mapya yana rangi kama ya shaba hivi, hiyo ni dalili nzuri sana. Inaonyesha mche una afya na unakuwa vizuri. 4, shika ule mfuko wa plastic. Udongo wake unapaswa kuwa na unyevunyevu, sio umekauka kama vumbi, na wala haujaloa maji kupita kiasi. Halafu ipekue chini ya mfuko. Kama unaona mizizi inachungulia na kutoka nje, achana na huo mche. Umekaa sana na mizizi imeshazunguka, haufai. Na mwisho kabisa, hatua ya 5, usione aibu uuliza nyaraka. Kitalu makini kinachojiamini kitakupa maelezo yote.
Watakwambia hii ni hasa au fuate. Watakwambia wametumia rootstock gani. Na muhimu zaidi, watakwambia tarehe walipofanya grafting. Hii ndio uthibitisho wa mwisho kwamba unanunua kitu halisi. Sasa unaona, kununua mche sahihi sio tu manunuzi ya kawaida. Ni kuweka msingi wa uwekezaji wako. Na uwekezaji ni lazima ulinde. Nitarudia tena kauli hii, maana ni muhimu sana. Kununua miche mibaya ni kupoteza miaka 5 hadi 10 ya maisha yako na mamilioni ya pesa zako. Wapo wakulima wengi sana wamepitia maumivu haya, lakini wewe huna haja ya kupitia hayo. Kuna njia ya kujilinda. Ili kukusaidia uwe na uhakika 100%, kuna huu mwongozo kamili Kilimo cha Parachichi Tanzania. Unakufundisha kila kitu, kuanzia jinsi ya kuchagua mche, kutambua ulaghai na hata kukupa orodha ya vitalu vinavyoaminika hapa Tanzania. Sasa, sikia, bei halisi ya mwongozo huu ni shilingi 500,000. Lakini kwa sababu umefuatilia mpaka hapa, kuna ofa maalum kwa ajili yako. Kwa watu 99 tu wa kwanza, bei ni shilingi 45,000 tu. Na ili uwe na amani kabisa, kuna garanti kamili. Ukisoma mwongozo huu na usijifunze kitu chochote kipya, pesa yako inarudi yote, bila kuulizwa swali lolote. Hakuna hatari yoyote kwako. Jinsi ya kukipata ni rahisi sana. Ni hatua 3 tu. 1. Tuma 45,000 kwenda M-Pesa namba 0763071007. Jina ni Daudi Mwakalinga. 2. Tuma jina lako na email yako kwenye WhatsApp namba hiyo hiyo. Na 3, ndani ya dakika 5 hadi 10, kitabu kitakuwa kimefika kwako. Lakini fanya haraka, kwa sababu hii ofa ni kwa ajili ya watu 99 tu wa kwanza. Linda uwekezaji wako, linda ndoto zako. Tuma ujumbe sasa hivi kwenye WhatsApp namba 0763071007. Anza safari yako ya kilimo cha kisasa na cha faida leo.